Naam, community. Sasa tumalizie voice note yetu ya ngapi? Ya 6. Naam, voice note ya 6. Sasa tumeona Marekani walikuwa lengo lao ni kutaka kuitawala dunia katika uchumi, lakini wakaona njia ya kupita ni ipi? Njia ya kupita ni kupita njia ile ile ya uchumi wa dunia ambao ni masuala ya Central East, sawa, Mashariki ya Kati, ambao Mashariki ya Kati kwa sasa hivi ndio inayoilisha dunia kiukweli kabisa. Kiukweli kabisa, ambayo sasa hivi Syria kama imetengwa. Sasa Marekani anataka arudishe ule utawala ambao Syria ndio ilikuwa yenye power, ndio ilikuwa ina power ya njia kuu za zamani, kuirudisha ile power. Lakini wanairudishaje? Wanataka watumie blockchain empire, sawa wanataka watumie blockchain empire. Kwa Marekani wakawaza, tukianzisha sasa huu mradi wetu hautawekewa vikwazo? Utawekewa vikwazo, na wa kwanza wa kuiwekea vikwazo tutalipiziwa. Hawa ambao tunataka tuwatumie, ambao ni Mashariki ya Kati, hawa ni maadui zetu. Kwa hiyo mpango kazi wetu hawataukubali. Pia hizi nchi nyingine mfano tulizowekea nazo vizuizi, mfano kama hiyo Cuba, mfano kama Russia, North Korea, hawa watakuwa ni maasimu wetu. Wachina watakuwa ni maasimu wetu, sawa. Kwa hiyo ili sisi hizi nchi kubwa hizi tuzishikilie, basi huu mpango kazi usionekane ni wa Marekani. Umeona Kwa hiyo wakatumia njia ile ile Marekani ambao wanayoitumia katika kuandaa migogoro na kuratibu migogoro ya nchi kwa kutumia watu wa pembeni, kama nilivyotoa mfano walivyotumia kumuondoa Gaddafi, walivyotumia kumuua Saddam Hussein, walivyotumia kuisambaratisha makundi ya Kisovieti kule Afghanistani miaka ya 70 hiyo, walitumia Afghanistani wenyewe, walivyotumia vita hivyo vya wapi, vita vya nini vya Syria Sycamore pale Syria 2011, walitumia Wasiria wenyewe na watumia wanajeshi wa CIA ambao ni taifa la nje ya Marekani, kama vile pia walivyomtumia Osama bin Laden, sawa. Kwa wakaona watufanyaje, tumtumie Dr. Nicholas kuandaa sarafu ya kimapinduzi ya uchumi wa dunia. Wakamwandaa Dr. Nicholas, wakampa mpango kazi, wakaandaa mpango kazi ambao Dr. Nicholas anafanya kazi wapi? Pale pale Marekani, ambao pale Silicon Valley ndio kitovu sasa cha kuitawala dunia katika masuala ya kiteknolojia, kwa sababu kampuni kubwa maarufu mfano kama Apple imeundwa Silicon Valley, Google ambayo ipo katika Alphabet Inc, ambao Google ndani yake kuna YouTube iko humo, Google yenyewe iko humo, sijui nini iko humo, imeundwa Silicon Valley. Facebook kwa kupitia kampuni ya Meta imeundwa Silicon Valley. Intel, Tesla yenyewe imeundwa pale Silicon Valley, imezinduliwa Silicon Valley. Chipu hizi zimeundwa Silicon Valley. Kwa hiyo hapa Silicon Valley kumetoka vichwa vikubwa, ambayo Silicon Valley si tu inazalisha teknolojia, bali inaathiri uchumi wa dunia. Silicon Valley inaathiri uchumi wa dunia kwa sababu smartphones, internet platform, social media, cloud computing zinaratibiwa Silicon Valley. Kwa hiyo inaruhusu Marekani kudumisha nafasi ya kimsingi katika teknolojia na uchumi wa kidijitali Silicon Valley. Sasa pale Silicon Valley kunaye kichwa kinaitwa Dr. Nicholas
Kokkalis akapewa kazi sasa ya kuigeuza dunia rasmi katika masuala ya financial ya kompyuta. Sawa akapewa kazi, mpango kazi, bana wewe andaa sarafu, utaita jina fulani. Ukishaita pai, hii sarafu itakuwa ni 1, 2, 3. Lakini lengo lake sisi hii sarafu nataka tuitumie katika dunia, kuitawala dunia. Sawa. Lengo lake sarafu nataka tuitumie kuiendesha, kuirule, dunia. Sawa. Tunaelewana? Angalia sasa pai ilivyokuja kutengenezwa. Lengo la pai ukiangalia ni sarafu kwa ajili ya utility ya dunia. Hautoruhusiwa kuitumia pai kama wewe haupo ndani ya pai. Hautoruhusiwa kuitumia. Sawa. Kwa sababu hata hayo masoko ya exchange lazima yawepo ndani ya nini? Ya pai. Mabenki duniani yajiunge na pai. Nchi za dunia zijiunge na pai. Na hata kama utaanzisha, wakaona sasa, endapo nchi itaanzisha CBDC, sawa si nchi imeona ianzishe CBDC kuipinga ile sarafu ya Marekani itakayoanzishwa. Mfano wakajua sasa hii pai ni sarafu ya Marekani. Kwa lengo kwanza kwa timu Marekani wakakwepa sasa, wakapita njia ya nyingine ya pili, njia ya kando, kwamba wasionekane hii sarafu ni ya Marekani, ikaekewa vikwazo na vizuizi na watu wakajiandaa na kujipanga mapema. Ikaonekana isiwe ni sarafu iliyoundwa wapi? Marekani. Kwamba hii sarafu sio ya Marekani, ni ya Nicholas. Na ili kuwachenga zaidi, ukihisi kwamba hii sarafu ni ya Marekani, tunaangalia rais. Ukimwona Donald Trump ameitaja sarafu, ameitaja Bitcoin. Ile Bitcoin, sio nini Bitcoin. Wakaandaa na nini mpango kazi feki. Mimi nasema ni mpango kazi feki. Wakaandaa muswada feki, mimi naita ni mswada feki. Wakaandaa sheria feki kwamba sheria tunataka za Genius Act kuhusiana na sarafu zinazotambulika Marekani, stablecoin ambazo zitakuwa peged na USD. Ambazo USD na nilio sarafu hizo stablecoin hizo zitaanza kutumika tarehe 1 Agosti. Nyie hamjasikia kwamba tarehe 1 Agosti kutaanza kutumika sarafu Marekani za stablecoin ambayo itakuwa ni peged na USD. Kwa nini hamkusikia? Hatukuona zile short clip. Sasa niwaulize tena swali niliwauliza. Nitajie ni stablecoin gani ambayo sasa ndio inatumika rasmi Marekani. Kwa utajikuta zile zilikuwa ni kelele za bure. Si ndivyo? Haya. Tukisema mbona hiyo sarafu haipo, basi itakuwa ni pai. Trump naye akasikika tena. Jamani, kuna sarafu inaitwa Gesara Nesara. Sarafu hiyo itakuwa ni kwa ajili ya dunia. Sarafu hiyo itakuja kupindua meza. Sarafu hiyo itakuja watu wakishaimiliki itaenda kufanyaje? Utaweza kuicontrol benki. Nikauliza swali. Sarafu hiyo inaenda kuipindua dunia. Trump anasema hiyo sarafu inaenda kupindua meza. Si ndivyo? Sasa tujiulize, sarafu hiyo inapatikana wapi? Ipo katika blockchain gani? Ipo katika exchange gani? Inapatikana vipi? Application yake ni ipi tuichimbe? Inatumia nodi. Tupewe kodi zake. Tupewe misimbo yake ya GitHub au ya HTML. Tupewe misimbo yake ya PowerShell. Tuweze kuinstall nodi. Hizo nodi tunapata wapi link ya kutudirect kwenda kupata hizo nini za nodi ya hiyo sarafu tuichimbe. Inauzwa, amesema tuinunue, tuihold. Tunainunua wapi? Mbona hatuweki wazi? Alafu tunaambiwa tarehe moja mwezi wa kwanza 2026 inaingia. Itakuwa na thamani kubwa. Thamani ambayo kitu ambacho hakuna mtu aliwahi kufikiria. Sasa mbona nini? Kwamba haya mambo yanaongeleka kwa kodi. Ili kumchenga yule atekee hisi hii sarafu ya pai ni ya Marekani. Je, Marekani wenyewe wanasemaje? Marekani wenyewe wana sarafu yao inaitwa Gesara Nesara. Marekani wenyewe hawajikubali pai kwa sababu pai haiwezi kuwa stable coin, sababu stable coin lazima iwe peged na dola. Marekani pai haiwezi hiyo swala. Kwa hiyo unapokuwa unafikiria na kusema sio, muda unaenda, unajikuta open mainnet imeingia, pai ndio sarafu ya Marekani.
ili wale kumpa mhasimu nafasi ya kuhisi kwamba hii pai ndio sarafu ya Marekani. Ndio maana unamuona Trump akiongea sana kuhusiana na crypto, lakini anataja vitu ambavyo havieleweki. Wewe unaelewa kuhusu Gesara Nesara? Yaani wewe ni pioneer, umetafuta sarafu hiyo ya Gesara Nesara. Hebu tusaidianeni. Kuna watu ni watafiti kuliko pioneer mdogo. Hebu tusaidiane. Fanyeni utafiti basi. Kama tumefanya utafiti, tumepata Cryptex, tumepata Swapphone, tumepata Delta, tumepata Angel, tumepata naniliu CPenny, sijui tumepata. Tufanyeni utafiti, sijui kuna nini hiyo Quantum Wallet. Tufanyeni utafiti basi, tuipate na hii nini Gesara Nesara ambayo imetajwa na rais wa Marekani. Tufanyeni utafiti basi jamani. Jua hiyo ni chenga ya mwili. Hiyo ni chenga ya mwili. Wasimu wamepigwa chenga ya mwili. Wamezubaishwa. Waendelee kuzubaa wakihisi kuna Gesara Nesara, kumbe ni Pi Network. Kwa hiyo hii ni mbinu ambayo Marekani wameitumia kuzubaisha wasimu waendelee kuzubaa na kubweteka. Kabla hawajajipanga vizuri, wanajikuta sarafu imeshaingia tayari. Wao kabla hawajajipanga, wananchi wao tayari wameshaanza kuitumia. Kwa hiyo kwa mantiki hii sasa, baada ya Nicholas kupewa hii kazi, akasababisha sasa, ili wewe uweze kumiliki Pi, kama wewe ni serikali, lazima ufanye mchakato, ujiingiza katika ecosystem na utengeneze application. Wewe mdau, wewe pioneer, wewe nani, tengeneza application ambayo itakubali malipo kwa Pi. Alafu na ukishatengeneza hayo malipo, ukishatengeneza application, basi tengeneza na coin yake ambayo itakuja kusimama mbadala wa hiyo Pi. Tunaelewana? Kwa hiyo Syria, kwa sababu Marekani wanataka waitawale njia ile ile ambayo walikuwa wanaitumia zamani kuifikia dunia ya leo katika uchumi mkubwa, kwa Marekani wanapitia njia ile ile, wanaanzia pale pale Syria, ambao hii Syria ndio zamani ilikuwa inaitwa ndio Navel of the world, sawa, kama kitovu au nini ya dunia, sawa, ndio njia panda, wakaita crossroad of civilization, njia panda ya kuelekea katika ustaarabu. Sasa ule ustaarabu ndio unarudi katika blockchain empire. Tunatumia njia ile ile ya zamani, kama China walivyopanga kutumia njia ile ile ya zamani ya Silk Road, wao wakaita ni digital Silk Road, ya kupitisha biashara zake kutoka China kuelekea Ulaya kupitia bahari ya Hindi mpaka Mediterranean, kupita katika bara la Arabia, kupitia Mashariki ya Kati, kuifikia Afrika, kuenda wapi? Kwa Marekani naye anapita njia ile ile, lakini yeye anakuja katika mpango kazi mwingine. Sasa niunganishe hivi, Pi Network kuna asilimia kubwa ikawa ni mpango kazi wa Marekani. Niunganishe na ile watu wanaosema Pi ni Freemason. Kuna mtu aliuliza kwenye group, je, Pi Network ni Freemason? Nikamwambia ndiyo, Pi Network ni Freemason. Kwa muktadha gani? Kwa muktadha huu, maana ya Freemason ni ujenzi huru au wajenzi huru. Dunia leo hii haina uhuru, sawa? Dunia kwa sasa hivi haina nini? Haina uhuru. Leo hii mimi nikitaka kwenda Marekani, nitawekewa vikwazo vingi. Niwe na pasipoti lazima, licha pasipoti niwe na visa. Ile visa sasa ndio uhuru naanzia hapo kutokupatikana. Nitaulizwa maswali mengi mpaka sababu wajiridhishe sababu za mimi kuingia Marekani, ndio wanipe visa ya kuingia Marekani. Pia nikitaka kwenda Marekani
Sina uhuru mimi wa kumiliki baadhi ya vitu Marekani. Sijui kumiliki ardhi, sijui kumiliki nini. Kama vile Marekani akija Tanzania, raia wa kigeni hana uhuru wa kumiliki ardhi nchini Tanzania. Hana huo uhuru wa kumiliki ardhi nchini Tanzania. Na baadhi ya vitu vingine uhuru anakuwa hana. Kwa hiyo uhuru unakuwa haupo. Baadhi ya vitu, masuala ya biashara pia, kuna uhuru unapungua. Sasa, maana ya Freemason ni ujenzi huru. Wewe ujijenge mwenyewe, uwe na uhuru. Hii dunia hii, Freemason haipo sehemu moja, ni dunia nzima. Sasa hii dunia hii, uweze kuishi kama yote ni nyumbani kwako. Ndio maana ya Freemason. Sasa hii pai inakuja kuwa ni mfumo wa Freemason. Leo hii mimi nikienda Canada, sawa. Mfano kama vile nilivyosema, Tanzania wamezuia baadhi ya malipo uyafanye. Kwa nini? Kwa T-shillings. Kwa hiyo Marekani akija Tanzania au Mwingereza akija Tanzania, akitaka kwenda hotelini atabidi yeye aichange dola yake, aichange euro yake, aichange pound yake iwe T-shillings. Apewe T-shillings, alipie malipo kwa T-shillings. Umevuka boda, umetoka Zambia unakuja Tanzania, utachange pesa zako za Zambia, utachange pesa zako za Malawi, utachange pesa zako za Kenya ziwe T-shillings ili unilipe mimi nifanye nini? Ufanye wewe manunuzi. Hapo huo ni uhuru? Huo sio uhuru. Sasa Freemason maana yake, kama vile vitabu vya dini baadhi vilivyosema, kutakuwa hakuna kuuza wala kununua isipokuwa kwa sarafu moja. Watu watapigwa chapa. Sasa hapa watu wakaanza kutafsiri maandiko vibaya. Wakesi labda kila mtu atapigwa muhuri, sijui kwenye kichwa, sijui kwenye mkono. Watu wakasema sijui kutatengenezwa chipu, watu wakatoa anawekewa chipu sijui nini. Tafsiri yake ni kwamba hutaweza baadaye kuuza wala kununua bila kutumia Pi Network. Haimaanishi kwamba ni uharamu. Hapana. Hautaweza kuuza wala kununua ili uwe huru, uwe Freemason. Yani wewe ndio utakuwa Freemason, mjenzi huru. Kwamba leo hii mimi nimeenda Marekani, sitohitajika kuwa na visa, nitahitajika tu kuwa na passport kwa ajili ya kusafiria. Pi yangu, wallet yangu ya Pi browser ile ni visa tosha. Haitahaja sijui kutafuta namna ya kubeti nije nipate green card. Kama kuna ndugu zangu hapo katikati walikuwa wanawalipisha watu, wanaambia watu watoe pesa kwa ajili ya beti, maana kule ni kubeti. Uje upate nafasi ya kupata green card. Ambayo green card inakusababisha kuingia Marekani tu free. Haijalishi utakuwa unajua Kiingereza au hujui. Maana sababu ya kwanza ya kuingia Marekani wewe unajua Kiingereza. Haijalishi utakuwa unajua Kiingereza au la, ile green card tayari imetoa vizuizi vyote, wewe utaingia tu Marekani kama unavyoingia nyumbani kwako. Kwa sasa kama kumbe kuna green card inayokusababisha uingie Marekani kama unavyoingia chooni, basi Pi Network itakuwa ni green card yako. Itakupeleka nchi yoyote duniani unaotaka. Kitendo cha kwenda migration kuambia mimi ninayo Pi Network, nina wallet ya Pi Network, unaambiwa nenda baba, nenda mama. Na ukifika kule hauhitaji tena kuichange, umebeba na burungutu la pesa. Ukifika ulichange ziwe dola, Pi yako ile ile ukifika kule haina haja ya kuichange. Hiyo hiyo utalipia hoteli, hiyo hiyo utalipia usafiri, hiyo hiyo utalipia huduma, hiyo hiyo ukiumwa utalipia huko huko, hiyo hiyo ndio bima yako, hiyo hiyo utanunulia, hiyo hiyo kila kitu ni hiyo hiyo. Hiyo ndio maana ya Freemason. Umefika Marekani, unaweza ukanunua nyumba, ukanunua hoteli, ukanunua kiwanja Marekani kwa kutumia Pi bila kuulizwa chochote. Kitendo cha kuwa pioneer, unaweza ukaenda Syria. Kitendo cha kuonyesha wewe ni pioneer, unaambia basi wewe ni karibu, wewe ni mwenzetu. Kwa sababu serikali yote duniani imekubali Pi Network. Serikali zote wamepewa ruzuku za Pi milioni labda 2. Kwa hiyo kitendo cha kuonyesha mimi ni pioneer, serikali inakwambia wewe ni raia wetu.
karibu, fanya unachotaka, nunua unachotaka kwa pai yako, tuachie wewe, nenda. Sijui umeenda wapi, Korea leo hii umeenda Korea. Kitendo cha kuonyesha wewe ni pioneer, unaambia basi karibu, wewe ni ndugu yetu, wewe ni mwenzetu. Kama vile community tulivyokuwa na umoja, tunavyosaidiana kwamba huyu ni mwenzetu, huyu ni ndugu yetu. Ndiyo lengo kuu la pai. Ndio kwanza likatengenezwa community. Ilivyotengenezwa community, kutuweka pamoja, tusaidiane changamoto mbalimbali. Tunavyosaidiana changamoto, watu tunakadi usiku saa 6. Mtu anapigiwa simu, kiongozi na shida 1 2 3, mtu anaona ile shida kama ni ya ndugu yake, anamsaidia. Hile ndio lengo kuu la nini? Lengo kuu la pai. Kwa hiyo sasa, Marekani wakiichunguza pai, tujalie soko ini yao sasa. Marekani wakiichunguza pai, jinsi ilivyoundwa, mipango kazi yake, mkakati wake, jinsi pai ilivyoingia Syria. Watu wa Syria wameiweza kudownload application. Marekani anamuuliza Dr. Nicholas, Trump anamuuliza Dr. Nicholas, pale Syria kuna pioneer wangapi? Dr. Nicholas anaambia subiri dakika moja, naangalia kwenye database. Anaangalia hapa, anaambia hapa Syria kuna pioneer 800,000. Kuna pioneer 800,000. Baada ya kufungulia kipengele cha KYC wangapi wamefanya? Wote wamefanya. Marekani anaona hiyo ni fursa kwake. Duniani kuna pioneer ngapi? Kuna pioneer milioni 100 ngapi sijui. Na wote wamefanya KYC na wako pamoja hiyo anaona ni ya kwake. Na wanasemaje? Wanasema eti thamani yao hiyo ni $300,000. Sasa mimi nakuagiza hii sarafu hii, fanya iwe ni ya Marekani. Ikizinduliwa fanya iwe ni sarafu ya nini? Ya Marekani. Hivyo unavyohisi Dr. Nicholas atakataa. Unavyohisi Marekani akiangalia pai. Alafu hebu niambie ni sarafu gani ataifananisha na pai katika kuiendea dunia? Hebu tuambiane hapa sisi leo hii. Wewe unaochimba Delta, unaochimba Sipeni, unaochimba Angel, unaochimba sijui nini, ni sarafu gani ambayo unaichimba unaona imeivuka mipaka pai? Hakuna. Apigwe, hakuna sarafu iliyoivukia mipaka pai. Sawa. Kama hakuna, unavyohisi Marekani kama anavyoongea Trump masuala ya crypto sarafu, unavyohisi ataanzisha sarafu au ataenda kuikubali sarafu ambayo imezidiwa mipaka na sarafu nyingine? Sasa Marekani atakuwa ni yale amekubali jero mbili, amekataa buku. Sasa tamwangalia huyu Dr. Nicholas ni Muindonesia, ni Dr. Nicholas ni Belgiji. Sawa, ni Belgium. Alafu Cheng Diao ni Mchina. China ni adui wa uchumi na Marekani. Sasa kama mwenye mradi ni Mchina, alafu mradi huu umekubalika duniani, wewe unavyohisi huyu Mchina atashawishiwa vipi na nchi yake kwamba Marekani sasa wameanzisha sarafu yao inaitwa Gesara Nesara, ndio inataka inanilio dunia, kwani sisi hatuwezi tukaanzisha ya kwetu? Kuna pai. Tunasikia kuna watu wanafanya pai. Hebu tuwaite wale pioneer bwana. Kwa timu nani? Ni Cheng Diao fan. Cheng Diao fan huyo si mtoto ananiliu wa Ching nani sijui, wanamuita pale ni hao ma fang bang shen shimida ni ushu ala shinji na wa ni kicho wa shinji na yoba shinso la chinya ni so wa. Wanaongea Kichina pale. Wakishaongea Kichina pale kwamba wewe ni raia wetu, alafu sisi tunataka tukutumie wewe kuwa ni kinara katika nchi yetu. Kwa hiyo hebu hii sarafu yako hii, fanya mpango, hiyo ni sehemu yetu. Huwa saa wanakubaliana pale, shinsha yanaisha, wanakubaliana. Marekani anakuwa amefeli au amefaulu? Marekani anakuwa amefeli kwa sababu ameingia kwenye sarafu ambayo imeshazidiwa njia, imezidiwa teknolojia, imezidiwa kila kitu.
na sarafu nyingine. Kwa hiyo Marekani hatakubali huo upuuzi. Atakachokifanya ni nini? Ni kudili na sasa hivi Marekani yupo katika uchunguzi, anafanya follow up. Hiyo Gesara Nesara kama nilivyoelezea maana ya Gesara Nesara ni nini, sina haja ya kuelezea. Anachofanya sasa hivi Marekani, tujalie hana sarafu yoyote, anafanya utafiti kuzichunguza sarafu zote. Je, ni sarafu gani ambayo akitia miguu yake pale anaenda kuiteka dunia? Wewe unavyohisi ni sarafu gani? Bila shaka ni Pi Network. Kwa hiyo hii Pi hataiachia iende kando eti iwe sio sehemu ya Marekani, hapana. Kwa hiyo sasa Marekani alivyotolea vikwazo Syria, na ndipo hapo tukaona Syria nayo ikatolewa vikwazo na COATM kwa ajili ya kufanya fast track KYC. Baada ya kufanya fast track KYC ni kununua Pi na kuzihifadhi. Marekani vikwazo alivyoitolea Syria ni kuijenga Syria kiuchumi. Je, lengo la Pi ni nini? Ni kuinua watu kiuchumi. Kwa hiyo Syria atakapogundua sasa mradi wa Pi ni wa Marekani, Marekani atakuwa ameongeza ushawishi Syria kwamba kumbe Marekani ametuletea kitu kizuri. Na ili wewe ukifahamu Pi ni kitu kizuri, angalia Syria au Mashariki ya Kati ni nchi ambazo ni tajiri, zina utajiri wake, lakini zinang'ang'ana kuichimba Pi. Wewe jiulize, Tanzania una nini? Nchi tajiri zinang'ang'ana. Yaani sasa leo Bahresa ang'ang'ane kuitumia DStv, alafu yeye anayo Azamu yake. Wewe jiulize, hiyo DStv ina kitu gani cha ziada? Basi DStv itakuwa ina faida. Kumbe DStv ina faida, ndio inaonyesha ligi ya Ulaya. Kwa nikitaka kuangalia UEFA, kumbe niwe na DStv au niwe na Canal Sport. Kwa hiyo kumbe ndio maana Bahresa japokuwa na kingamuzi chake, lakini anang'ang'ania DStv kwa sababu ina faida. Kwa sasa ukiona mtu anaking'ang'ania kitu, tajiri anang'ang'ania kitu, na wewe hiyo kitu kishikilie sana. Sasa hapa hajatajwa tajiri, imetajwa Syria. Syria inazungumziwa kitovu cha biashara za uchumi wa dunia. Waliwekewa vikwazo na wamefunguliwa vikwazo na hawajalalamika kwamba wewe kwa nini unatutagi kwenye vitu vyenu vya ajabu ajabu. Inamaanisha kwamba nchi kama nchi zinafahamu tunakutolea vikwazo bana, lakini tukitolea vikwazo kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo Syria na Marekani na Syria, lengo lake Marekani ni kutaka kuitawala dunia kwa kubadilisha ule mfumo. Kama Mashariki ya Kati ilikuwa ndiyo inaelisha dunia kiuchumi, katika masuala ya uchumi, katika masuala ya siasa, basi Marekani anatumia njia ile ile katika kuiendea dunia, kuifikia dunia kirahisi katika masuala ya kiuchumi, lakini wa kidigitali. Lakini njia ya kufikia hiyo ni Syria, kwa sababu Syria ndio anaonekana ndio kiunganishi cha wale wenzake. Na Pi sasa imeingiaje hapo? Pi imeingia kwa sababu ndio mpango kazi wa Marekani kuitawala dunia katika masuala ya kifinancial. Kwa hiyo Marekani ataitumia Pi. Hata kama tujalie sio sarafu yake, sio official, sio sarafu yake, lakini hataweza kutumia sarafu nyingine ambayo haija take over dunia, haijaishika, haijaishangaza, haijafanya wonders katika dunia. Tumeona ni Pi ndio imefanya hilo katika dunia. Tujalie hata Pi kama hizo cryptomenters uchwara wanaosema oh Pi lelelele, Pi nini, sijui Pi nini, lakini ukimuuliza ni sarafu gani ambayo mpaka sasa hivi inaishangaza dunia, ni Pi. Kwa Pi ikija kuzinduliwa, jua tu Marekani watatangaza hichi ni kitu chetu, na hata wasipotangaza jua ni kitu chao. Kwa hiyo wanaitumia, Marekani wataitumia Pi kwa ajili ya kuifikia dunia nzima, na mpaka sasa hivi wameshafanikiwa kwa sababu ni nchi nyingi zimeingia hapo. Tumeelewana? Kwa hiyo history inaendelea, lakini nahisi niishie hapa, nifike mwisho wa hapa wa story hii ya Syria. Lakini la kuongezea, la kumalizia ni kwamba Pi hata isipozinduliwa leo mwaka huu 2025, isipozinduliwa mwakani, tambua kabisa
Pai ni kitu cha umuhimu sana. Kuna watu wanaibeza pai na wanawabeza wale ambao wanaishi kwenye pai. Nipige kifua kwanza, wewe upo sehemu sahihi, kwa sababu mimi najiona nipo sehemu sahihi kwa sababu Syria ni nchi moja kubwa sana duniani. Ina historia kama nilivyosema, ni historia kubwa. Sasa nchi yenye historia kubwa ikatajwa kwenye mradi na raia wake wakatajwa kwenye mradi na wakapewa nafasi ya kufanya KYC, inamaanisha kwamba wewe kama umepewa nafasi ya kufanya KYC, inamaanisha kwamba wewe tayari ni pioneer. Sawa, unataka kuwa pioneer. Sasa kama umepewa nafasi hiyo, tafsiri yake hicho kitu sio kidogo, ni kitu kikubwa. Kutajwa Syria na wananchi wake, kutaja Mashariki ya Kati, kukipokea kitu fulani, wanakitaka kitu fulani, wakanyimwa, sasa wakaruhusiwa, wewe mtu wa huku unakibeza, basi jua matatizo ni yako wewe. Sawa? Kuna watu wanaambia watu, oh, pai zitakuwa sijui ndugu yangu, chimba pai. Open mainnet haiko mbali. Kama ni gari, basi tayari lipo silence. Anasubiriwa tu dereva aje afunge belti, ashushe handbrake, atie D, amweke Daudi hapo kama ni auto, au aweke namba 1 kama ni Daniel, kama ni manyu, basi safari ianze rasmi sasa. Kwa hiyo na wewe kama uko nje unazurura zurura, muangalie jirani yako uliokuwa umepanda, upo naye kwenye siti moja, yupo kama yupo, mshtue aingie kwenye gari. Gari sasa hivi litawashwa. Ni mimi pioneer mdogo kuliko wote Afrika Mashariki, mdogo wa elimu, mdogo wa maarifa. Ni kweli tunaongea katika udogo ambao udogo huo utazaa mapungufu mengi ya kielimu, ya kimtazamo, ya kifikra, ya kiutafiti, ya kiuchambuzi. Kwa hiyo tuvumiliane kwenye haya makosa. Pia nimeruhusu kukosolewa katika hizi story, lakini hizi ni story. Kwa hiyo story yoyote, naamini mimi mwenyewe binafsi, story yoyote lazima itakuwa na mapungufu. Huwezi ukapiga story ikawa imenyoka moja kwa moja kwa sababu husomi. Unapiga story, hizi ni story. Kwa story hii inaweza ikakujenga au ikakubomoa, ikakukwaza, ikakufurahisha. Kwa wale niliowakwaza kwenye masuala ya siasa, mtanisamehe tena, lakini kabisa kwa wewe pioneer, mimi nazungumza na pioneer. Kwa wewe pioneer, maandamano sio mazuri kama umeyapanga, hayatatupeleka hatima nzuri. Kwa hiyo tunza mwili wako, tunza afya yako, tunza damu yako, tunza akili yako, kwa kuishi salama, kwa kutokufuata mkumbo, kwa sababu utakumbwa. Maana mkumbo utafanyaje? Utakumbwa. Kwa hiyo kwenye mapungufu hayo ambayo nimekukwaza wewe, uliohisi nimeongea masuala ya siasa, utanisamehe. Very sorry. Kama nimeongea kwenye mapungufu, makosa, tuwekane sawa. Lakini tambua utakaponirekebisha na kunikosoa, unikosoe kwenye data na taarifa sahihi, na ukiamini zile zilikuwa ni story. Baada ya kusema hayo, namba yangu ya simu ni 0657866668. Namba hii imerasimishwa na kupigwa chapa ya Freemason Company. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.